Tujenge usharika wetu uwe na nguvu ili je uzinduliwe. Tujenge kanisa hilo tunalojenga. Tujenge. Kwa hiyo uone Mungu amekuleta duniani ili umtumikie, ili ujenge. Upo kwa ajili ya kujenga, usiwe mvivu. Tufanye kazi kwa bidii na maarifa. Ni askofu wa kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania KKKT Diocese ya Iringa, Daktari Blaston Tuluene Gavile, wakati akiongoza ibada katika usharika wa Uhambi-Geto uliopo jimbo la Kaskazini Mashariki, ambapo amewataka waumini kujitoa na kuwa sehemu ya mafanikio ya kanisa. Naomba usikose fursa hiyo. Soma vitabu vya Agano la Kale juu ya ujenzi wa hekalu la Yerusalemu. Msome vizuri Nehemia juu ya ujenzi wa ukuta ule. Soma kitabu cha Hagai juu ya ujenzi wa nyumba ya Mungu na kaeji. Na matokeo ya kujenga, ukimjengea Mungu nyumba inakuwaje? Na kama humjengei Mungu nyumba, unakaa tu, unapata 100,000 yote unakula tu mwenyewe. Mungu ananyeshewa na mvua. Anasema utakula lakini hutashiba. Utavaa nguo lakini kama hujavaa. Utapata fedha tunao kwenye mfuko ulio na vyote anavipeperusha. Nijengeeni nyumba yangu ili mimi niabudiwe katika nyumba hiyo, nishukuriwe katika nyumba hiyo. Kwa hiyo pendwa watu wa Uhambi-Geto, hiyo naomba tuimalize mapema nyumba hiyo. Kwa upande wake, mkuu wa jimbo la Kaskazini Mashariki Ilula, Mchungaji Galadia Yaledi Mkemwa, amesema jimbo hilo limepokea vema agizo la kujenga, huku akieleza utayari wa jimbo hilo katika kitega uchumi cha dayosisi. Kama uliona mchungaji anatangaza, ni kazi yetu kubwa ambayo ni wimbo wetu kwetu tunaoimba. Na kwa sababu tumefanya mawasiliano na ofisi ya ile kamati kuu ya usimamizi wa kitega uchumi, tumekubaliana sasa watakuja usharika kwa usharika. Na tumeona kwamba ile ya usharika kwa usharika imeleta matunda makubwa, ina matokeo makubwa sana. Kwa sababu tulipofanya kwa mara ya kwanza tulipata milioni 15 ile ya pamoja kuunganisha sharika. Lakini baadaye waliporudi kwa sharika 4 tu za pale mjini Ilula, tulipata zaidi ya milioni 15 tena. Kwa hiyo tunaona wakitembelea sharika zote 21 tutakuwa na matokeo makubwa sana. Na lengo letu tunataka angalau tuanzie milioni 100 kwenye jimbo hili. Na ni lazima tutafika kwa sababu watu wako. Kwa hiyo tuna njia nyingi, tutakaa vikao, tutafika tu. Kwa hiyo tunaomba kusema kwamba tuko nyuma yako. Awali, kiongozi wa usharika wa Uhambi-Geto Mchungaji Chazi Mdem ametaja baadhi ya mbinu zinazotumika kukusanya fedha kwa ajili ya ujenzi, huku mtendaji mkuu wa usharika huo akieleza umuhimu wa kutumia rasilimali watu. Sisi tulihudhuria kule kwenye sherehe ile ya uzinduzi. Niliona baraka mno jinsi watu walivyoendelea kufunguka na kujitoa na kuonyesha moyo wa kutaka kuifanikisha kazi ile. Hata sisi wa Uhambi-Geto tusione tuko mbali, na nilikwenda peke yangu. Tusione tuko mbali, tuko karibu sana kwa kazi ile. Bwana Yesu asifiwe. Niwaalike hata watoto pia, hata wanafunzi pia. Chochote ulicho nacho changia kwa ajili ya kazi ile. Ina faida, na baadaye ninajua kabisa itakuwa ni tunu za Diocese ya Iringa. Kwa hiyo niwaombe washarika wote, wazee wa kanisa, tuone jambo hili linakwenda sambamba na wenzetu walioko katika sharika nyingine. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amen. Tuna fomu. Ninaomba ziko fomu mitaani, tutumie zile fomu. Kwa majina naitwa Tuheri Jekonia Ikanyagwa kutoka usharika wa Uhambi-Geto. Tunakushukuru Baba Askofu kwa kufika siku hii ya leo. Tunaomba uendelee kutusapoti katika ujenzi wetu wa kanisa la Uhambi-Geto. Kwa hatua tulioifikia ya ujenzi kuanzia foundation mpaka kufika ukuta, ni nguvu ya Wakristo pamoja na wadau mbalimbali ndio wametusapoti kufika hatua hii. Kwa hiyo tunaomba kwa wadau mbalimbali, tunaomba mtusapoti kwa kufikia hatua ya upauzi pamoja na mambo mengine. Tunaomba muendelee kutusapoti. Kwa mwezi wa 8 tunatarajia kuweka harambee kwa ajili ya ujenzi wetu wa kanisa liendelee kukua
kwa uchumi wowote ule, tunaomba mtusaidie na Mungu awabariki. Amina. Nikiripoti kutoka usharika wa Uambingeto, mimi ni Meshack Longo, Furaha FM Media.